Kwa mara nyingine kwa mama yetu. Basi karibu sana mama, tuweze kukaa, tunakupenda mno, lakini pia wageni wetu walikuwa karibu tukae. Undorwa nyabashekya kaisiki kake karungi kachwete nkwanzi majolia na majolia niga karango akarimpikana kamirego umwana yantangire kukyara umwana yantangire kugenda Basi wanasema kanuni ya kuongea mbele ya watu ni simama uonekane, sema kwa sauti usisikike, sema kwa kifupi usikere watu. Kwa hiyo nadhani nimesimama kwa kuonekana, sauti, kuna kipaza sauti nasikika. Hii ya tatu ya kusema kwa kifupi nasema Mungu nisaidie, tuombeane kama timia. Sasa leo ni siku ya shukrani, ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo tunaanza kwa shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa kibali chake ambacho kimewezesha siku hii ya leo, ambapo ametujalia pumzi na afya iliyowezesha tukutane hapa siku ya leo. Sasa pili, shukrani kwa wenu nyote mlioitikia wito wa kuja hapa siku ya leo kwenye karamu hii. Alikuwa ananiambia Mheshimiwa Mwijage pale kwamba kuandaa karamu ni jambo moja, karamu kuitikiwa ni jambo jingine. Kuna ushahidi mwingi hata kwenye vitabu vya Mungu kwamba kuna watu waliandaa karamu na watu hawakuja. Kwa karamu inapata baraka pale uliowashirikisha kushiriki. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja. Sasa asanteni sana. Sasa madhumuni ya shughuli ya leo ni ile shukrani. Tumeandaa shughuli ya leo kwa ajili ya kushukuru. Kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa mawili. Mambo makubwa mawili. Sisi watoto wa Mama Januari katika umoja wetu, na tutatambulishana hapa na wenza wetu, tumeona sasa tuandae jambo hili hapa nyumbani kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwamba mama yetu ametimiza umri wa miaka 70, umri ulioahidiwa kwenye vitabu. Kwa hiyo hilo jambo kubwa, miaka 70 si michache. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ya uhai, lakini zaidi ya hapo kwa mema yote ambayo Mungu amemfanyia mama na ambayo mama ameweza kutufanyia na sisi watoto wake na familia yetu. Kwa hiyo la kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Lakini la pili, tunakuja kumshukuru Mungu kwa bibi yetu, mwanzilishi wa mji huu tulipo hapa katika maeneo haya, Mkaire Marugenia. Yeye ndo alianzisha hapa tulipo na ametutoka miaka 14 iliyopita, na tangu ameondoka hatujafanya kusanyiko la kifamilia la kumkumbuka. Wakati tunamkumbuka kila mmoja akipiga goti kwenye sala, ibada, sadaka, lakini sisi kama wajukuu na mama hatujafanya kusanyiko hili.
la kumshukuru Mungu pia kwa maisha yake na kumwombea huko alikwenda. Kwa hiyo pia ni sehemu ya pili ya shughuli hii. Bahati nzuri sehemu ile muhimu imefanyika mapema wiki iliyopita. Alikuja hapa paroko kufanya ibada na misa na kutoa shukrani na sadaka kwa ajili hiyo, kutembelea na kaburi pale. Kwa hiyo lakini hakukuwa na ubwagwa. Kwa hiyo ubwagwa kwa ajili ya shughuli ile unaliwa leo. Na pia kwa shughuli ya mama ubwagwa unaliwa leo. Kwa hiyo ni siku ya faraja, ni siku ya furaha sana. Na tunashukuru sana kama nilivyosema kwa kuja, kwa kweli umetuheshimisha sana. Sasa nafahamu tumekuja wengi na wote ambao tuliwaomba mje. Naomba niwatambue wachache tu kwa kifupi. Kwanza yuko waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ndugu yetu, mtoto wa familia hii, miaka na miaka kabla hajapata cheo chochote kabisa, hata kabla hajaoa. Ndugu Innocent Bashungwa, karibu sana. Bwana, kwa kweli tumetoka naye mbali sana kifamilia. Amekuja na mwenza wake mkewe Jennifer, karibu sana. Basi karibuni, asanteni sana. Bwana Ino alistaarabika baada ya kumwoa Jennifer. Kwa hiyo mkiona Ino yuko mtu wa maana, shukrani nyingi sana kwa Jennifer. Kwa hiyo kwa sababu tumemjua sisi Ino, tumejuana tangu bachelor kabisa. Kwa hiyo karibu sana, na umeungana na alishafika hapa, sio mara yake ya kwanza. Alishafika hapa wakati wa msiba wa bibi na baada ya hapo. Pia tuna ndugu yetu mwingine, Mheshimiwa Mujage, Charles Mujage, mbunge wa Mleba. Karibu sana, amekuja na mama. Huyo pia ni mwanafamilia. Huyo mwanafamilia kabisa, na ndizi ambazo tutakula hapa leo jana zilikuja na lori hapo kutoka Mleba. Kwa hiyo tunashukuru sana, na ndugu Jage amekuwa na sisi nyakati zote, nyakati ambazo tumekuwa na furaha, nyakati ambazo tumekuwa na huzuni. Ni mtu ambaye anatukumbuka na kutuombea wakati wote kabisa. Ni ndugu kabisa wa kweli, na tunashukuru sana kwamba ametoka huko Mleba na kuja hapa kuungana nasi. Pia tuna ndugu yetu ndugu Bartholomeo, diwani na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Chato. Huyu naye ni ndugu yetu, akija Dar es Salaam break ya kwanza kabla hajaenda popote, ni nyumbani kwetu, nyumbani kwake kwa mzee Makamba, mzee wake na mama hapa. Naye tumekuwa naye pia siku zote na wakati wote na majira yote. Pia na mjomba wangu Rugako, Rugako kutoka Mwanza. Huyu naye ni mwanafamilia na ametoka Mwanza kuja hapa kwa ajili hii. Tunamshukuru sana. Yuko pia Dr. George, karibu, ametusaidia sana maandalizi haya. Tunashukuru sana, naye amekuja na familia. Karibu sana mama na watoto pia, karibuni sana. Asanteni sana. Pia yuko bwana Innocent. Ino wa TIC wapi Ino? Karibu, huyu mwana kijiji amekaa anakuja na mama na watoto pia. Karibu sana. Asante sana. Mama tumia hii shughuli nayo. Kwa mama wewe hukui, hata kama umepata vyeo vyote kila saa ndio kuna mahala utasahau. Kwa hiyo karibuni. Mwisho
kwa maana ya kabla kuenda kwenye makundi, yuko mama Mwate, mama Nauye. Nadhani mnamfahamu mzee Moses Nauye, maarufu sana, si ndio? Basi mama Mwate, karibu sana. Huyu ndio yeye na mama ni chanda na pete. Karibu sana. Yaani huyu anahitaji makofi na vigelegele vya kutosha. Mama Mwate, mzee Nauye, mimi nilipozaliwa Singida, mtu wa kwanza kuja hospitali wala sio mzee Makamba, ni mzee Nauye. Na kwenye familia mzee Nauye ikanunulia kigari kilichokuruza kile. Watoto wale gari. Kwa hiyo mtu wa kwanza kwenye familia hii kuendesha kwenye kigari kile cha watoto ambacho alikinunua mzee Nauye. Kwa hiyo wewe mfikiria mtu tangu hujazaliwa, unaona vile msimama, unaanza kupata mvi, sio? Umeona? Ukifikiria mimi na mvi zangu, alafu yuko na mama ambaye tumekuwa naye tangu sijazaliwa. Huyo si ndugu kabisa, wa damu kabisa. Kwa kushukuru sana kwa kuwa nasi wakati wote na kuja kumsindikiza na kumuunga mkono mama. Basi tunaye kaka John Kato, karibu sana. Huyu naye ni kwa upande wa shangazi zake mama, karibu sana. Alikuwa serikalini huyu, naye ni mstaafu kijijini huku, lakini bado ana nguvu na afya. Kwa hiyo tumefurahi sana kukuona mjomba, karibu sana. Yuko sister Marian, sister, karibu sana sister Marian, ambaye ni mtu wa kutuombea wakati wote. Kwa tunashukuru sana kwa kuja pia. Sasa kuna watu mbalimbali. Kwanza kuna ndugu zetu wa Karagwe, tutawataja kwa makundi kutoka Karagwe, karibuni sana. Wote Mamoswadi, sio wapi Mamoswadi na watu wa Karagwe wote. Kwa sababu sehemu ya ukoo pia hapa wanatoka Karagwe. Karibuni sana. Na mimi wakati nakaa hapa na bibi nilikuwa naenda likizo Karagwe. Pia. Kwa hiyo ndo Mamoswadi. Kwa hiyo wengine watu wa Bukoba, kutoka Bukoba, wametoka maeneo mbalimbali, pamoja na wana kijiji hapa ambao wamekuwa na bibi na familia hii kwa siku zote. Karibuni sana, hapa ni kwenu. Karibuni sana. Sasa mwisho baada ya utambulisho, samahani nimesahau kutambulisha. Hapo ningepata kesi. Niko na wadogo zangu kwanza. Yuko Ali, nikitoka mimi anakuja yeye. Au kadeti maarufu. Yuko na mwanae pale. Mkewe amebaki na mwanae mwingine mdogo anaumwa, yuko Dar es Salaam, kwa hiyo hakuweza kuja, hakuweza kusafiri naye. Kuna mdogo wetu mwingine anaitwa Mwavita, yeye amepata shida ya ndege, ameshindwa kuja, yuko Afrika Kusini. Alafu mwisho anakuwa Thweni, dokta. Huyu na Bwana Ino walikaa pamoja huko Marekani, sehemu moja ya kijijini kabisa porini huko. Kwa hiyo huyu yuko na mwanae, yuko hapo huyo. Huyu mtoto wake wa mwisho, huyu ana watoto watatu. Wawili wamesafiri nje kwa safari ya shule, wameshindwa kuja. Lakini yuko hapa wakilishwa. Kwa hiyo huyu ni hawa ni watoto. Sasa mimi nimekuja na mke wangu anaitwa Ramona. Hiyo ndio kesi ambayo kidogo ilipate kama ningeondoka hapo. Karibu. Ramona na watoto wetu, mmoja anaitwa Jasmine wa kwanza. Karibu, simama. Huyo ndio dokta wa familia. Karibu sana. Makamba, mzee wetu. Yeye ana misemo mingi. Aliniambia wewe unamshamuona kuku anakunywa maji? Nikamwambia naam. Akinywa maji anafanyaje? Nikamwambia hata sikumbuki. Akisema akinywa maji anainua kichwa juu hivi.
wewe unajua pale anafanya nini? Nikamwambia anafanya ili ayameze yale maji. Akaniambia namshukuru Mungu. Mama Buye mshika. Mama Buye ametuma mwakilishi. Karibu sana. Asante sana mama. Karibu sana. Mama yetu naye huyu. Kwa hiyo kama ananiambia yule kuku vile akinywa maji na kuinua hivi, sio kwamba anameza yale maji, anashukuru Mungu. Kwa sababu Mungu yuko juu. Kwa hiyo yale maji ni shukrani kwamba asante Mungu kwa hii riziki ya maji. Sasa mzee akaniambia kama kuku ana maarifa ya kushukuru Mungu, wewe ni nani usishukuru Mungu kwa baraka zote ulizonazo, ikiwemo pumzi hiyo Mungu amekujalia. Kwa hiyo akaniambia shukrani ni kitu kikubwa sana ambacho hata kuku anaweza. Wewe binadamu usipoweza shukrani, wewe basi maarifa yako madogo sana. Unashindwa hata na kuku kwa kushindwa kushukuru. Kwa hiyo tumekuja hapa kushukuru Mungu. Shukrani wanasema kufungua utimilifu wa maisha. Maisha yatimii kama hatuna shukrani. Wanasema shukrani hubadilisha mlo ikawa sherehe, mgeni akawa rafiki. Shukrani huondoa kanusho na kulibadilisha na kuwa kukubalika. Kwa shukrani ni kitu kikubwa sana. Shukrani hubadilisha nyumba kuwa maskani. Kwa hiyo tunafanya jambo kubwa la ibada. Na tunashukuru kwamba tulifanya nanyi, kwa sababu lisingetimia bila ninyi kuja. Kwa hiyo tunashukuru sana, Mungu awabariki sana. Sasa leo mambo mazuri hapa, hii ni hotuba ya mwisho. Kutakuwa na hotuba nyingine baadaye za shukrani. Mawatuma mwenye ambaye ametushikia mji hapa. Mawatuma, hebu nyosha mikono uone. Wewe tukiondoka hapa yeye ndo wanawake anashika mji hapa. Mbona tayari wanajua wanakija. Tutakuwa na chakula, tutakuwa na vinywaji. Na nimwambia mdogo wangu pale fueni kwamba tuhakikishe kwamba vinywaji, mimi nimebahatika kuishi na bibi hapa nikiwa mdogo. Wengi mnanijua hapo, mshaniona hapo, sio? Msiseme siri zangu, wakati ule nilikuwa nawinda ndege na kwa mtu mkubwa sasa hivi. Wewe hizo baki nazo. Lakini baki ushakuwa na cheo afuta na kwamba wewe ulikuwa mtundu wewe mbele za. Kwa hiyo na bibi alikuwa mkarimu sana. Wote tunafahamu. Ukipita hapa tutakuwa tunakula nje hapo, kwa hiyo na wewe unajumuika kwenye mkeka. Kwa sisi tunajaribu kuendeleza ile kumbukumbu ya ukarimu. Kwa hiyo hapa ni kula, kunywa na kusaza. Ukiona mtu anakucheleweshea hiyo baridi, nyosha mkono. Kwa sababu zipo za kutosha. Sawa jamani? Kwa hiyo karibuni sana. Baada ya chakula tutaendelea na ratiba nyingine. Kwa naomba nimrudishie sasa MC aendelee na ratiba. Nadhani baadaye tutakuwa na picha na kadhalika. Nitakusema sisi moyo wakati naondoka. Kwa hiyo tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana, asanteni sana. Okay, asante sana, makofi mengi. Basi kama alivyosema tuna maneno mengi, naomba nimwalike kwa mara nyingine tena katekista wetu kwa ajili ya baraka ya chakula. Watu wakapate chakula, maneno mengine yatafuata. Tunapenda sana, karibuni sana wageni wetu walikuwa. Asante kamati mapokezi, mko makini sana. Kamati ya chakula inajiandaa. Kamati ya vinywaji sijaelewa hapa. Karibu sana. Na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu tubariki sisi na chakula chetu, tupate nguvu za kutumikia vyema. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante.